Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo mbalimbali ya Ukraine alfajiri ya Ijumaa hii, ikitumia makumi ya makombora na mamia ya drones na kuua watu wasiopungua 3, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Mashambulizi haya yametokea siku chache baada ya Ukraine kufanya operesheni dhidi ya meli ya mabomu ya kimkakati ya Moscow. Kwa wakazi wa jiji la Kiev, sauti za usiku zilikuwa za kutisha lakini za kawaida. Milio ya drones, ving'ora vya tahadhari na milipuko mikubwa angani, ikiwa ni pamoja na makombora yaliyoangushwa na mifumo ya ulinzi wa anga au yale yaliyopenya na kulipuka katika mji mkuu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi ilitumia zaidi ya drones 400 na makombora 40 katika shambulio la usiku, akilitaja kama moja ya mashambulizi makubwa zaidi tangu vita kuanza. Alisema mashambulizi hayo yamelenga katika maeneo yote ya Ukraine, akitaja mikoa 9 kuanzia Lviv magharibi hadi Sumy kaskazini mashariki. Ukraine ilikuwa ikitarajia kisasi cha Urusi tangu Jumapili baada ya Kiev kufanikisha operesheni iliyoathiri zaidi ya 34% ya mabomu ya masafa marefu ya Urusi. Katika simu ya Jumatano kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump, Putin alieleza kuwa Moscow italazimika kujibu mashambulizi hayo ya Kiev. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo ni kwa ajili ya kujibu kile ilichokiita mashambulizi ya kigaidi kutoka Kiev. Haijulikani wazi kama haya ndio mashambulizi yote ya kulipiza kisasi au kama Putin ana mpango wa kuongeza mashambulizi zaidi, huku wachambuzi wa Kremlin wakitaja jibu la nguvu hata la nyuklia. Picha zilizopigwa asubuhi zimeonyesha moto na moshi ukipanda kutoka kwenye majengo ya makazi yaliyoharibiwa huko Kiev na kikosi cha zimamoto kikiwa kazini, huku wakazi wakikusanya mabaki ya mali zao. Magari kadhaa yaliyoegeshwa kando ya barabara yalifunikwa na vipande vya vioo na mabaki ya kuta za nyumba. Ukraine ilijibu mashambulizi hayo kwa kushambulia viwanja viwili vya ndege vya kijeshi vya Urusi usiku kucha, ambapo ndege nyingi za kivita zilikuwa zimehifadhiwa baada ya kushindwa kuharibiwa kwenye operesheni ya Spiderweb ya Kiev wiki iliyopita. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, kati ya vitu 452 vilivyorushwa na Urusi, 407 zilikuwa ni drones, makombora 6 ya ballistic, makombora 38 ya cruise na kombora 1 la kupambana na rada. Ukraine ilidai kuangusha 406 kati ya hivyo, yakiwemo makombora 32 ya cruise na 4 ya ballistic. Makombora mengine mawili hayakufikia malengo yake. Licha ya Rais Zelensky kusema watu 3 wamekufa, meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema watu 4 wamefariki katika jiji hilo pekee. Haijajulikana mara moja chanzo cha utofauti wa taarifa hizo. Katika mji wa Chernihiv karibu na mpaka wa Belarus, milipuko 14 ilisikika usiku kucha kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Watu wengine 5 walijeruhiwa katika jiji la Lutsk kaskazini magharibi mwa Ukraine karibu na mpaka wa Poland. Wakati huo huo, Urusi imedai kuangusha drone 174 za Ukraine kutoka Alhamisi jioni hadi Ijumaa asubuhi na pia kuharibu makombora 3 ya Neptune MD juu ya Bahari Nyeusi. Katika mazungumzo yao ya Jumatano, Trump alithibitisha kuwa Putin alisema angejibu mashambulizi ya Ukraine. Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kuwa Trump hakumshauri Putin kutoendelea na mashambulizi hayo, jambo lililowakasirisha wa Ukraine. Mbunge wa Ukraine Alexander Meresko alisema Putin anaposema atalipiza kisasi, tunajua maana yake, atawalenga raia, na Trump hakusema Vladimir acha. Licha ya Trump kuonesha kuunga mkono mazungumzo ya amani ya hivi majuzi Istanbul, Alhamisi alisema kuwa wakati mwingine vita kama vya watoto wawili wanaopigana havipaswi kuingiliwa. Wakati mwingine unaona watoto wawili wakipigana kama wamechanganyikiwa. Unajaribu kuwatenganisha lakini hawataki. Wakati mwingine ni bora kuwaacha wapigane kwanza kisha uwaachanishe, Trump alisema akiwa na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.